Hello wadau wetu wa KingoFarm. Leo tumekuja tena na kitu kingine kizuri kwa wale wafugaji wa vifaranga. Kama wewe unafuga vifaranga wa aina yoyote ile, leo nitakutajia tiba ya haraka haraka ambayo huwa inafanya vizuri kwa haraka kwa yule kifaranga ambaye anaumwa, anaonesha kama anaumwa, lakini kila ukimchunguza inakuwa ni ngumu sana kujua huyu kifaranga anaumwa ugonjwa gani. Huyu kifaranga utamjuaje? Utaona amejitenga na wenzie, hali chakula wala hachangamki, hanywi maji. Basi leo nitakutajia tiba ya haraka kwa kifaranga huyu ambaye amenyong'onyea, na kama utamwacha huyu kifaranga anaweza akafa. Kwa hiyo hii tiba itakusaidia sana. Nisikilize mpaka mwisho ili ujue utamhudumia vipi huyu kifaranga ambaye anakaribia kufa, au kifaranga ambaye anataka kufa lakini kila ukimchunguza hauoni ugonjwa wake. Kitu cha kwanza kwa huyu kifaranga, muangalie kama huyu kifaranga wako atakuwa amechoka sana, yani amechoka, labda hana nguvu kwa sababu hajala na kadhalika. Kitu cha kwanza kabisa, mpe glucose. Glucose ambayo tunaizungumzia hapa ni ile glucose ya kuku, ile kuna glucochick na kadhalika. Ukienda kwenye maduka ya mifugo unaikuta hii glucose ya kuku. Au unaweza ukaanza kwa kumpa sukari, ukakoroga sukari kwenye maji ukamnywesha ili tu apate nguvu kama atakuwa amelegea sana. Baada ya kupata hizi nguvu ambazo utakuwa umempa glucose, kwa sababu kifaranga mdogo ni ngumu sana kumpa uji. Kwa hawa kuku wakubwa huwa tunawapa uji wa sembe au uji wa dona ili waweze kupata nguvu, lakini kwa yule kifaranga mdogo kabisa ambaye yuko chini ya wiki 2 ni ngumu sana kumpa uji. Utakachofanya wewe, utamwanzishia hii glucose. Ukishamwanzishia hii glucose, akinywa akapata nguvu, sasa nenda kampe mchanganyo wa yai bichi pamoja na asali. Andaa yai bichi na asali, unapasua tu ile yai lako, unaweka kwenye chombo, unachukua na asali. Kwenye yai moja weka asali vijiko 2, koroga vizuri kabisa. Ukisha koroga huu mchanganyo, saga na kitunguu saumu. Tafuta punje 2 tu za kitunguu saumu, kama ni kubwa kubwa 2, kama ni ndogo ndogo ziweke 3, zisage, changanya pia kwenye huu mchanganyo. Ukisha changanya mchanganyo huu ambao utakuwa na kitunguu saumu, yai pamoja na asali, ukoroge vizuri kabisa, alafu mnyweshe huyo kifaranga. Utamnywesha labda asubuhi, mchana na jioni. Ukisha mnywesha, muweke sehemu ambayo ina chakula ili ale, kwa sababu utakuwa ulimpa ile glucose, itampa nguvu hata yeye aweze kula. Lakini hii tiba pia ambayo inakuwa ina yai, asali pamoja na hiki kitunguu saumu itamsaidia sana, kwa sababu hili yai lina kiwango kikubwa sana cha protini, na kama tunavyojua protini huwa ina boost kinga, huwa inaimarisha kinga tena kwa haraka zaidi, kwa sababu huyu kifaranga atakuwa na kinga dhaifu sana. Lakini ukija kwenye upande wa asali, hii asali pia inaendelea kumpa nguvu, inampa nguvu, lakini kama tunavyojua asali na vitu vingine vingi kama madini na kadhalika. Kwa hiyo kupitia nguvu ambayo ataipata kwenye glucose, na ukiendelea kumpa na hii mchanganyo wa hii dawa ambayo ina asali, ataendelea pia kupata nguvu. Kuja kwenye kitunguu saumu, hiki kitunguu saumu kitasaidia sasa hivi vitu viwili, yai pamoja na asali, vifanye kazi vizuri kwenye huu mwili wa kifaranga. Kwa hiyo mpe huu mchanganyo mara kwa mara. Unakuwa unampa huu mchanganyo huko, ukimwacha aendelee kula. Kama ni starter, mwacha aendelee kula. Hata kama atakula utamwona kama anaendelea kuchangamka, endelea kumpa huu mchanganyo. Fanya huu mchanganyo kwa muda wa siku 2, mpe asubuhi, mchana na jioni mara 3. Kama ukiweza mpe hata mara 5. Unaweza ukampa labda muda fulani kama saa kadhaa ukamuongezea tena kidogo, na mara nyingi unakuwa unamnywesha mpaka atakapochangamka yeye mwenyewe. Akichangamka basi mwache anywe mwenyewe, lakini kama atakuwa hajachangamka, fanya kumnywesha mdomoni kwake. Hii ni tiba ya haraka sana kwa vifaranga ambao wamenyong'onyea, hawajachangamka, wana dalili za kuumwa. Ukifanya hivi unawaokoa vizuri kabisa vifaranga wako. Ukiwapa hii tiba niliyokuambia vizuri kabisa, utaokoa vizuri kabisa vifaranga wako. Tumefanya hii tiba na tumefanikiwa mara nyingi sana kwa kuwapa wale vifaranga ambao tunaona wamekosa furaha, hawajachangamka, na kama tukiwaacha wanaweza wakafa, basi huwa tunafanya huu mchanganyo. Hii huwa inatokea. Kwa mfano unaweza ukawa labda na vifaranga wako 300, leo kesho ukakuta labda kuna kifaranga mmoja au wawili wamenyong'onyea sehemu. Kila ukijaribu kuwachunguza haujui wana ugonjwa gani, basi kwa haraka wafanyie hiyo tiba ambayo nilikwambia, utapata matokeo mazuri kabisa. KingoFarm huwa tunatumia sana vitu vya asili, tukizingatia kwenye hivyo vitu vya asili ambavyo tunawapa vina vitu gani, yani contain kitu gani. Kwa hiyo tunaangalia kama hiki kitu contain labda wanga
Kwa hiyo tunajua moja kwa moja hiki kitu kinampa nguvu kuku. Au vitamin, madini na kadhalika. Huwa tunaangalia vitu kama hivyo na tunafanya majaribio kwa kuku wetu, tunapata matokeo mazuri kabisa. Tunaandika kwenye vitabu vyetu ambavyo ni vitabu vinafanya vizuri kabisa. Kuna wadau wengi sana wanatumia vitabu vyetu vya KingoFarm na wanafanikiwa vizuri na wanatoa mrejesho mzuri kabisa. Tuna vitabu 5 ambavyo tumeviandika kwa kutumia uzoefu wa hapa shambani kwetu, kwa kufanya vitu mbalimbali, majaribio mbalimbali kwa kuku wetu na matokeo yakawa ni chanya, basi huwa tunaandika vitabu hivi. Wengi nadhani vimewasaidia. Tuna kitabu cha tiba za asili za kuku, ni kizuri sana. Kama wewe ni mdau wa tiba za asili au unahitaji kufuga lakini unataka kupunguza gharama za ufugaji au gharama za madawa, basi hiki kitabu cha tiba za asili ni kizuri sana, kitakufaa kwa sababu mle kwenye kile kitabu tumeandika tiba nzuri ambazo zinafanya kazi vizuri. Ndani ya muda wa siku 3 mpaka 5 ukiwapa kuku wako wanakuwa wamepona ugonjwa ambao unawasumbua. Na kuna magonjwa mengine ambayo hayatibiki kwa dawa za dukani. Kwa mfano kideri, ndui, gomboro, pamoja na typhoid. Typhoid ina dawa ya dukani lakini ukitumia huwa ni ngumu sana kupona. Tiba kama hizo zipo za asili ambazo zinatibu vizuri kabisa magonjwa haya. Tunakushauri wewe mfugaji ununue kitabu hiki cha tiba za asili ili uweze kufuga vizuri kabisa, uwape kinga za asili, uwape dawa za asili na ufanikiwe. Hiki kitabu ni 10,000 tu, lakini kitakupunguzia gharama kubwa sana ya kununua madawa pamoja na booster mbalimbali za asili. Pia tuna kitabu cha safari ya ufugaji, pia tuna kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, lakini pia tuna kitabu cha ufugaji wa broiler. Lakini pia tuna kitabu cha muongozo maalumu wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili. Hiki cha muongozo kinatofautiana na kile cha tiba za asili kwa sababu hiki cha muongozo kina pande mbili. Upande wa kwanza ni kwa kuku wa nyama na upande wa pili ni kwa kuku wa mayai. Kama utawafuga kwa kutumia tiba za asili au booster za asili, ufanye vitu gani? Kimekupa ratiba kabisa. Kama ni kuku wa mayai, Jumatatu umpe kitu fulani, Jumanne kitu fulani, Jumatano mpaka mwisho, mpaka mwezi mzima. Baadaye unaanza tena unarudia, unawapa vile vitu na kuku wako wanataga vizuri kabisa. Pia kina formula 2 za chakula. Unakuwa unawapa ile formula ya kuku wa mayai na booster za asili kila siku na ratiba yote umepewa na kitu cha kuwapa. Na kama ni kwa kuku wa nyama hivyo hivyo umepewa formula ya chakula pamoja na mpangilio sahihi wa kuwapa zile booster za asili kila siku. Ni kitabu kizuri sana kwa wewe mdau wa tiba za asili ambaye haujui uwape vipi tiba za asili. Kinakupa mwongozo mzuri sana wa kufuga kwa kutumia tiba za asili. Kila kitabu gharama yake ni shilingi 10,000 tu. Ukilipia unatumiwa papo hapo soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Lakini pia tuna kundi la mafunzo ambalo ile kundi la mafunzo ada yake ni shilingi 8,000 tu. Ukilipia tunakuunga kwenye kundi letu la mafunzo, unapata darasa, unauliza maswali, unajibiwa, lakini vile vile ukihitaji ushauri utapewa ushauri mzuri kabisa. Kwa hiyo ada yako ya shilingi 8,000 kwa muda wa miezi 2. Kama unahitaji huduma zetu, huduma ya kujiunga na kundi ni 8,000 na vitabu ni shilingi 10,000, basi chukua namba hapo kwenye video na utupigie au ututumie ujumbe. Asanteni sana, tunawapenda na tunawakaribisha zaidi na zaidi muendelee kupata huduma za KingoFarm na muendelee kuzifurahia kwa sababu wengi wamefanikiwa na sasa hivi ni wafugaji wazuri ambao wanafuga, hawakutana na changamoto, na hata wakikutana nazo basi wanaweza kuzitatua changamoto zao na wakaendelea kufurahia ufugaji. Asanteni sana, tunawapenda sana.